Hujambo na karibu katika Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na Waziri Mkuu Nchemba asema watu watatibiwa Zanzibar wakiwa na NHIF. Kwa hiyo Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF akija kwa hospitali ambazo zinapokea kadi ya NHIF anaitumia ile ya ZHIF kutibiwa. Hivi Rais Samia kuzindua kampeni ya msaada wa kisheria awamu ya pili kufanyika. Mgeni rasmi anatarajia kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mgeni wetu rasmi. Na katika michezo, Twiga Stars kuingia kambini Juni 22 kujiandaa na AFCON 2026. Wachezaji ambao wataingia kambini ni jumla zaidi 34 ambao tutakuwa nao kwa ajili ya matayarisho ya awali. Baada ya hapo, kama nilivyozungumza awali, tutakuwa na huo mchujo ambao utafanyika. Na mtazamaji wa Matukio Daima, karibu katika Matukio Daima Habari tutakao kusomea jioni ya leo. Jina langu ni Beldina Majinge, nitakuwa naye mimi ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Na tukianzia jijini Dodoma, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amesema kuwa wanachama wa Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF kutoka Tanzania bara na wale wa Mfuko wa Huduma ya Afya Zanzibar wanaruhusiwa kupata huduma za matibabu katika pande zote mbili za muungano. Amesema utaratibu huo unalenga kuhakikisha wananchi wanapata huduma za afya bila kikwazo vya eneo wanapokuwa ndani ya nchi. Akijibu swali la mbunge wa jimbo la Segerea Agnesta Lampard, waziri mkuu amefafanua kuwa serikali imeweka mifumo ya ushirikiano kati ya mifuko hiyo miwili ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za afya kwa wanachama wake. Amesema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kuboresha huduma za afya kwa Watanzania wote. Leo hii tunavyoongea, Mheshimiwa Spika, muungano wetu sasa umeshaunganisha damu, watu wameoleana, wameshakuwa ndugu. Mheshimiwa Spika, na mimi ni miongoni mwa Watanzania ambao hawaifahamu nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tumezaliwa nchi ikiwa imeshaungana kwa nchi moja inaitwa Tanzania. Nikirejea kwenye swali la Mheshimiwa mbunge, ni kweli kwa muundo wa muungano wetu tuna mambo yaliyo ya muungano na tuna mambo ya sio ya muungano. Kuhusu masuala ya kisera, kama alivyosema, na kisheria, tuna masuala ya sio ya muungano ambayo kisera tunayafanya kwa mashirikiano, ambapo wizara za kisekta za masuala ya sio ya muungano zinaingia ushirikiano, ama taasisi zinazoendesha masuala hayo yasiyo ya kimuungano kuingia ushirikiano. Mheshimiwa Spika, kwa mfano jambo la matibabu, taasisi zetu za bima NHIF pamoja na ZHIF zina mashirikiano ya namna ya kutoa huduma ya matibabu. Na mashirikiano hayo ni yapi ambayo yaliingiwa kwa pande zote za muungano? Ni kwamba ukiwa na bima ya afya ya upande mmoja wa muungano unaruhusiwa kutibiwa kwa kutumia bima hiyo kwa upande mwingine wa muungano. Kwa hiyo Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF akija kwa hospitali ambazo zinapokea kadi ya NHIF anaitumia ile ya ZHIF kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania bara akiwa na kadi ya NHIF anaenda kwa hospitali ambazo wanapokea kadi za ZHIF anapokelewa na anapata matibabu. Mtanzania akiwa hana hiyo kadi, kama ambavyo kwa Mzanzibari akiwa hana hiyo kadi ya bima kwa Zanzibar atatakiwa kulipa keshi ili aweze kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania bara akienda bila hiyo kadi ya NHIF akiwa Zanzibar atatakiwa kulipa keshi. Na hivyo hivyo mtu kutoka Zanzibar akiwa hana kadi ya bima ya ZHIF atatakiwa kulipa keshi.
Sasa ni nini kilichozua mtafaruku na majadiliano, Mheshimiwa Spika? Kuna utaratibu wa wale watu wasiojiweza ambao wanatibiwa bure, na sisi huku Tanzania bara tuna utaratibu wa watu wasiojiweza ambao wanapata huduma ya TASAF. Mheshimiwa Spika, kama ilivyo kwa Tanzania bara, tuna matatizo ambayo kila wakati na ni mambo ya kila siku tunahangaika kuhusu masuala ya uraia. Tuna watu wa kutoka nchi jirani huku kwa ajili ya kimahusiano, ngoja nisitaje moja moja, lakini mnajua wanaokuja. Na ninyi hapa mkifuatilia historia zenu mtakumbuka kuna watu tumesoma nao tukiwa tunapata boom pamoja, tumesoma wote elimu ya sekondari, tumesoma wote elimu ya chuo. Mara baada ya kumaliza elimu ya chuo, huku akiwa amesoma kwa boom la Tanzania, unamsikia anashikilia ofisi nchi moja ya jirani kule. Sasa kwa Zanzibar na wenyewe wana kesi ya aina hiyo. Anakuja mtu kutokea visiwa vya wapi huko, nimesema nisitaje majina ya nchi, huko nchi zingine wala sio Tanzania bara, anatokea kule na anaenda na anafika mpaka pale, anapata kadi ya mkazi kwa forgery, then anapata ile kadi ambayo kwa huku Tanzania bara tungeita ya TASAF, ili apate matibabu hayo bure. Sio Mtanzania, hatokei Tanzania bara, sio Mzanzibari, hana kadi ya Uzanzibari, lakini kwa njia za kinyemela anapata kadi hiyo. Kwa hiyo hili wala si jambo la kutugawa, Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge na waheshimiwa Tanzania. Hili ni jambo la kutuunganisha zaidi ili taasisi zetu za uhamiaji ziendeleze uimara katika kujua yupi ni raia wa Tanzania, yupi ni anastahili kuwa na kadi ile ya Mzanzibari, ili kuweza kuondoa hii mianya ya watu kutoka nje ya Tanzania kuja kunufaika na rasilimali za Tanzania. Kuhusu ngazi ya matibabu, huyu katokea upande huu, katokea upande huu, hakiangaliwi kutibiwa kuwa umetokea upande gani. Kinachoangaliwa, je, una kadi hiyo ya bima ili uweze kutumia bima. Kama huna kadi ya bima unatakiwa ulipe keshi, na hii ni kwa pande zote za muungano. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, niwaombe wala tusipuze kwamba ni kweli kuna mianya ya watu kutoka nje ya Tanzania wanaopenya na kutafuta kupata uraia kwa njia zisizo rasmi bila sifa, lakini pia kutaka kunufaika na rasilimali kwa namna zisizo rasmi. Hili si jambo la upande gani wa muungano, ni jambo la nchi yote, na hatuna tatizo la kimahusiano kuhusu masuala ya matumizi ya rasilimali wala masuala ya utoaji wa huduma. Na Mheshimiwa Spika, niweke kumbukumbu tu, kulikuwepo na kero nyingi tu kama waziri wa sekta ya muungano alivyosema. Hivi sasa zote zimeshatatuliwa zilizokuwa zinaitwa kero, na sasa hivi tunawasihi wa Tanzania waongelee zaidi masuala ya fursa ili nchi hii kila. Na tukiendelea kusalia jijini Dodoma, awamu ya pili ya kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid inatarajiwa kuzinduliwa rasmi Juni 20 mwaka 2026 katika uwanja wa Dole mkoani Zanzibar. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Juma Zuberi Homera amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan atakuwa mgeni rasmi akisindikizwa na Rais wa Zanzibar Daktari Mwinyi. Kampeni hiyo inalenga kuwafikia zaidi ya 50% ya Watanzania katika mikoa yote 31 ya bara na visiwani, ikishuka hadi ngazi za chini kabisa zikiwemo kata, vijiji na vitongoji. Kampeni ya msaada wa kisheria yani Mama Samia ni utekelezaji wa mawazo, fikra na busara za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma ya msaada wa kisheria alianzisha kampeni hii ambayo ni kampeni ya utoaji wa elimu kuhusiana na masuala ya kisheria, lakini pia kuhakikisha kwamba wananchi wanapata haki zao kwenye mazingira tofauti ikiwemo kwenye masuala ya madai, ndoa na kadhalika ambayo nitasema hapo mbele. Lakini pia kupitia wizara yetu ya Katiba na Sheria, Mheshimiwa Rais alitupa maelekezo hayo kwamba kupitia programu hii ambayo inaitwa kwa jina lake, na watu wanaweza kujiuliza kwa nini inaitwa kwa jina lake, kwa sababu ni champion
wa masuala ya haki, lakini pia ni mama ambaye na ni rais ambaye yeye aliona kwamba Watanzania walio wengi wanakosa kupata haki zao kwa wakati, na wengine wanashindwa kupata misaada ya kisheria, na wengine wanakosa haki zao pengine kwa kutokujua tu sheria. Kwa akasisitiza wizara hii ya Katiba na Sheria ianzishe mpango maalum ambao programu hiyo ikatambulika kwa jina la Mama Samia Legal Aid Campaign au msaada wa kisheria wa Mama Samia. Jumamosi tarehe 20 Juni 2026 kuanzia saa 1 asubuhi katika viwanja vya maonyesho ya Dole, wilaya ya Magharibi A, mkoa wa Mjini Magharibi, Unguja, ndio tukio hili linakwenda kufanyika. Mgeni rasmi anatarajia kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mgeni wetu rasmi. Lakini sambamba na hilo, tunaye pia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, naye atakuwepo kwenye uzinduzi huu wa msaada wa kisheria awamu ya pili ambao unafanyika kule Zanzibar. Namshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Sheria Zanzibar, Mheshimiwa Harun Suleiman Mwalimu, ambaye maandalizi yamekamilika kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tunatarajia kwamba tukio hili litakuwa ni kubwa, na tutaendelea na utoaji wa msaada wa kisheria katika mkoa ule kwa takriban zaidi ya siku 10 ili wananchi waweze kunufaika na msaada wa kisheria. Baada ya hapo tunaanza kuzunguka mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani. Watoe mashaka tu wa Tanzania kwamba tutakuwa na maadvocate wa kutosha kwenye shughuli hii. Na kwa bahati ni kwamba tunakwenda kushirikiana na taasisi mbalimbali ambazo wenzetu wa RITA watakuwepo, NIDA watakuwepo, kwa maana ya kwamba hadi vyeti vya kuzaliwa vitatolewa, lakini pia kwenye kufanya registration ya vitambulisho vya kawaida vya NIDA na kadhalika. Awamu ya kwanza Mama Samia Legal Aid Campaign ilikuwa ni rasharasha tu. Safari hii ndio picha lenyewe, na picha lenyewe linakuja. Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka jijini Dodoma. Lakini tukiendelea kusalia katika mkoa huo, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amelihakikishia bunge kuwa hifadhi ya dhahabu iliyopo katika Benki Kuu ya Tanzania bado haijauzwa. Amesema hatua hiyo imechukuliwa kutokana na hali ya bei ya dhahabu sokoni ambayo haikuwa rafiki kwa wakati huo. Akizungumza bungeni wakati akijibu swali la mbunge wa Tarime mjini Esther Matiko aliyetaka kujua kauli ya serikali juu ya mitazamo ya baadhi ya watu kuhusu uzwaji wa hifadhi hiyo, Daktari Nchemba amesema serikali itaendelea kufuatilia mwenendo wa soko ili kuhakikisha kuwa uamuzi wowote kuhusu mauzo ya dhahabu unaleta manufaa kwa taifa. Nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa uamuzi wake wa kuifanya Tanzania kuwa moja ya nchi ambazo zinaweka akiba ya fedha kwa dola na kwa dhahabu. Mheshimiwa Spika, si nchi nyingi zinafanya utaratibu huo. Mheshimiwa Spika, uamuzi wa nchi yetu kuweka akiba kwa dola na kwa dhahabu ulitokana na mabadiliko ya midororo ya kiuchumi ya hivi karibuni ambayo imekuwa ikifuatana, ambapo tumeona kwa takriban miaka 6 au 7 karibu kila mwaka kunakuwa na aina ya mdororo. Mheshimiwa Spika, mpaka sasa zoezi la ununuaji wa dhahabu limeenda vizuri sana, ambapo tunavyoongea tuna dhahabu takriban tani 27 ambazo ni takriban dola bilioni 3.9 inaelekea 4, ambayo hii ni sawa na takriban 45% ya akiba ukiuianisha na akiba ya dola tulionayo na akiba ya fedha za kigeni tulionayo. Kwa maana hiyo sasa tuna takriban zaidi ya dola bilioni 6 kwa upande wa reserve, ambayo mara zote tumekuwa tukirejea kwamba ni zaidi ya miezi 4 takriban 8 ya uagizaji wa bidhaa, ambayo ni akiba nzuri, na Tanzania haijawahi kuyumba licha ya midororo ambayo imekuwa ikitokea.
na ukitaka kujua kuwa Tanzania haijayumba, tuna akiba ya zaidi ya miezi minne ya uagizaji wa bidhaa. Wakati wa migogoro hii kuna nchi zilikuwa na akiba ya wiki mbili, wengine mwezi mmoja. Lakini Mheshimiwa Spika, nini faida ya kuwa na akiba hii na nini kauli ya serikali kuhusu swali alilolisema Mheshimiwa mbunge? Mheshimiwa Spika, dhahabu na yenyewe imeingia kwenye utaratibu wa akiba ya fedha za kigeni kama ambavyo tunatunza dola kama fedha, kama akiba ya fedha za kigeni. Na Mheshimiwa Spika, dhahabu hii haitunzwi kwa biashara. Dhahabu hii sasa ni sehemu ya sera za kifedha za nchi kama ilivyo dola. Dola haitunzwi kwa biashara, kwa ajili ya biashara, inatunzwa kama ni sehemu ya sera za kifedha ambazo nchi zote ambazo zina masuala ya sera za kifedha zinatumia sera hizo kwa ajili ya masuala ya kiuchumi, kuweka utulivu wa uchumi, kukuza uchumi, kuweka uimara wa currency ya nchi ambao kwa kwetu sisi ni shilingi, kuweka uimara wa shilingi. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo inafanyika kwa dola, hivyo hivyo na kwa dhahabu, kwamba inatumika kama monetary policy tool, kama instrument, kama chombo cha kuendeshea sera za kifedha. Kwenye dola huwa inatumikaje? Pale ambapo pana nchi ina commitment ya kufanya malipo kwa dola, inafanya malipo kwa dola, na pale ambapo nchi inapokea dola kwenda kwenye uchumi wake, inazibadilisha kwa shilingi ili shilingi ziweze kutumika katika uchumi na zile dola ziweke akiba ya fedha za kigeni. Sasa kwa hili alilouliza la mitazamo na tetezi kwamba dhahabu imeuzwa, na wengine wanaenda mbali hata wanadhani inaweza ikauzwa kinyemela ama kiwiziwizi. Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu na kuwahakikishia wabunge kwamba kwanza dhahabu haijauzwa mpaka sasa. Kuna wakati mawazo ya kuuza yalikuja ambapo soko lilikuwa vizuri, takribani ilikuwa 5,500 per ounce, ambapo ilikuwa iko juu, lakini kabla haijauzwa ikazuka hii migogoro hii ambapo bei ikashuka mpaka takriban 4,000. Kwa Central Bank iliona itakuwa hasara kuuza, na hatuko desperate kutafuta fedha ya haraka haraka ya kuuza dhahabu. Kwa hiyo hawakuuza kwa sababu bei ilishuka. Asante sana kwa taarifa hiyo, na tukielekea mkoani Geita, mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Martin Shigela amepiga marufuku walimu kutumia nguvu kazi ya wanafunzi kufanya kazi za kilimo katika mashamba yao binafsi. Badala yake ameelekeza kuwepo kwa utaratibu maalum wa wanafunzi kufanya shughuli za mikono zitakazonufaisha shule na wanafunzi wenyewe. Shigela ametangaza marufuku hiyo katika kijiji cha Ilolanguru, wilaya ya Mbogwe, baada ya wananchi kulalamikia kuhusu tabia ya baadhi ya walimu kuwatuma wanafunzi kufanya kazi zisizohusiana na masomo. Kulikuwa na dhana ya elimu ya kujitegemea. Shule zilikuwa na maeneo yake, watoto tunalima. Mimi mwenyewe nimelima mashamba. Mnapewa, mnalima mihogo, mnalima mahindi, mnavuna, mnasaga unga, mnakunywa uji. Lazima tuwe na uratibu mzuri wa hizo kazi ambazo watoto wetu wanazifanya. Yale mambo ya zamani ya kwenda kukata nyasi ili mwalimu ajengewe fensi, haya mambo nadhani yameshapitwa na wakati. Mtoto anakwenda kusoma, anayo ratiba kamili. Muda wa mapumziko ni mtoto apumzike. Sio anapumzika afa anaambiwa chukua sasa jembe ukafanyaje? Ukakata nyasi uje uzungushie nyumba yangu. Kwa hiyo penyewe ni marufuku. Na endapo kutakuwa na kazi za elimu za kujitegemea, lazima kwenye ratiba ionekane ili isomeke, uongozi wa kijiji ufahamu na waijulikane wanafanya kazi wapi. Kama ni shamba la shule, basi ijulikane ni muda gani, na labda mara moja kwa wiki wanakwenda wanafanya kazi. Sisi ni misingi ya kazi. Kwa hiyo ni vizuri kama shule ina huo utamaduni, ina maeneo ya elimu ya kujitegemea, inataka wanafunzi wapate muda wa kwenda kufanya kazi kwenye mashamba kuzalisha kilimo, muiweke kwenye ratiba, afisa elimu uifahamu, viongozi wetu muifahamu, ili isije ikatengeneza mwanya wa watu kuwatumia wanafunzi vibaya.
Naam, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Geita ambayo inatupeleka katika viunga vya michezo na burudani. Na kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars Bakari Shime amesema jumla ya wachezaji 34 wanatarajiwa kuingia kambini Juni 22 mwaka huu kwa ajili ya matayarisho ya awali ya kujiandaa na WAFCON 2026. Tupate taarifa zaidi. Wachezaji ambao wataingia kambini ni jumla ya wachezaji 34 ambao tutakuwa nao kwa ajili ya matayarisho ya awali. Baada ya hapo, kama nilivyozungumza awali, tutakuwa na huo mchujo ambao utafanyika. Wachezaji ambao watajumuika kwenye kikosi kwenye kambi yetu ya awali ni Najat Abbas kutoka JKT Queens, Nusra Hamis kutoka Fountain Gate, Janet Shija kutoka Simba, Enekia Kasonga kutoka Carlos ya nchini Mexico, Asha Omari kutoka Simba, Esther Mabanza kutoka Young Princess, Diana Mnali Yanga, Donisia Minja JKT Queens, Julita Singano kutoka Juarez ya Mexico, Noela Luhala kutoka Fazal Girls ya Turkey, Fatuma Isa kutoka Simba Queens, Anastasia Katunzi kutoka JKT Queens, Violet Nicholas kutoka Palm Hills ya Egypt, Esther Maseke JKT Queens, Diana Lucas kutoka Trabzon ya Uturuki, Elizabeth Chenge kutoka JKT Queens, Hasna Tubamba kutoka FC Masar ya Egypt, Stumai Abdalla JKT Queens, Mary Siame Fountain Gate, Veronica Mapunda Mashujaa Queens, Elizabeth Joseph Simba Queens, Alia Fikiri kutoka JKT Queens, Bahati Steven Bunda Queens, Rehema Ramadhani Fountain Gates, Opa Clement Elbar ya Spain, Anastasia Shau JKT Queens, Winifrida Charles Fountain Gate, Asha Mlango wa JKT Queens, Edna Makamba Tausi FC, Aisha Mnuka Simba Queens, na Clara Luvanga kutoka Al Nassr ya Saudi Arabia. So hawa ni wachezaji ambao wataingia kambini kwa ajili ya matayarisho ya awali kuelekea WAFCON ya 2026 nchini Morocco. Karatu kwanza kwa maana ya utulivu wa eneo, lakini cha pili miundombinu ambayo iko Karatu. Kama ambavyo wanafahamu mashindano haya 100% yanachezwa kwenye viwanja vya natural grass. Kwa hiyo Karatu ipo miundombinu mizuri ambayo inaendana. Lakini la tatu, hali ya hewa ya Karatu imekuwa na msaada mkubwa kwa upande wa utumamu wa wachezaji wetu. Kwa naamini endapo tutafanya matayarisho mazuri kule, na tumewahi kufanya mara kadhaa na tumeona matokeo chanya kwenye matayarisho yetu yale. So naamini tukiweka camp pale tunapata utulivu mkubwa na mazingira mazuri ya kufanya kazi yetu. Naam, taarifa hiyo ya michezo ya WAFCON inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu katika Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na Waziri Mkuu Nchemba asema watu watatibiwa Zanzibar wakiwa na NHIF. Kwa hiyo Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF akija kwa hospitali ambazo zinapokea kadi ya NHIF anaitumia ile ya ZHIF kutibiwa. Hivi Rais Samia kuzindua kampeni ya msaada wa kisheria awamu ya pili kufanyika. Mgeni rasmi anatarajia kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni mgeni wetu rasmi. Na katika michezo, Twiga Stars kuingia kambini Juni 22 kujiandaa na WAFCON 2026. Wachezaji ambao wataingia kambini ni jumla ya 34 ambao tutakuwa nao kwa ajili ya matayarisho ya awali. Baada ya hapo, kama nilivyozungumza awali, tutakuwa na huo mchujo ambao utafanyika. Na mtazamaji wa Matukio Daima Media, mpaka hapa ndo mwisho wa taarifa yetu habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Tunakusihi tuendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook na TikTok kwa jina moja la Matukio Daima. Uwe na usiku mwema.
Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usiona gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757 922555 au 0795 742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndio hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.